Kama taarifa za Disemba 16, 2025 zilizochapishwa na Ikulu ya Marekani ikisema rais wa nchi hiyo Donald Trump ameijumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zilizo katika vizuizi vya sehemu miongoni mwa nchi 15. Mataifa haya yamewekewa vikwazo ambavyo vinahusu baadhi ya visa za wahamiaji na zisizo za wahamiaji, hususan visa za biashara na utalii, yani B1 na B2, pamoja na visa za wanafunzi, mafunzo ya ufundi na wageni wa kubadilishana, yani visa hizo zinaitwa FM na J. Sasa kwa mujibu wa Ikulu ya Marekani, vikwazo hivyo vinalenga mataifa yenye changamoto kubwa za kudumu katika utoaji wa taarifa za raia wake, mifumo dhaifu ya nyaraka za kiraia, viwango vya juu vya kukiuka masharti ya visa, pamoja na hatari za ugaidi na uhalifu wa kimataifa. Sasa wazamiaji hapa inakuwaje? Ripoti ya idara ya usalama ya ndani ya Marekani DHS ya mwaka wa fedha uliopita, Tanzania ilirekodi kiwango cha 8.30 cha waliokiuka masharti ya visa za B1, B2, huku 13.97 ya walioingia kwa visa za FM na J wakibainika kubaki nchini humo kinyume na masharti azimia huko. Tamko hilo limeweka bayana kuwa vikwazo hivyo si marufuku kamili, bali zinagusa tu baadhi ya visa au aina ya wasafiri tu. Hii inamaanisha kuwa baadhi ya raia wanaruhusiwa kuingia Marekani chini ya masharti maalum, huku wengine wakikabiliwa na ukaguzi wa ziada au hatari ya kukadiriwa kwa visa zao. Huku wakazi halali, wanadiplomasia, wanamichezo au wale wanaosafiri kwa maslahi ya taifa na wameachwa huru. Lengo ni kupunguza hatari za usalama, kudhibiti ukiukwaji wa masharti ya visa na kuchochea nchi husika kuboresha mifumo yao ya ushirikiano wa kiusalama. Kwa Tanzania, wachambuzi wa masuala ya diplomasia wanaionaje hatua hii? Tanzania ni taifa huru, ni yenye kujitawala, yenye kujiongoza, na si vizuri kwa Marekani kutupangia au kutupangia Tanzania ni nani ashirikiane naye katika jambo gani na kwa nini. Kwa hiyo ninafikiria yote Tanzania ilikuwa imejiandaa nayo, na si kwa Marekani tu, hata mataifa mengine ya Ulaya. Kwa upande wako unavionaje vikwazo hivi? Niandikia hapo chini.